Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Wakati mjadala kuhusu anzishwaji wa jukwaa la vijana ukiendelea mitandaoni, Wizara mpya ya maendeleo ya vijana imeonyesha kwa vitendo kuwa suluhu za changamoto za vijana nchini inategemea na kasi ya utendaji na sio malumbano ya vifungu vya sheria. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, ndugu Joel Nanauka, ameweka wazi kuwa katika kipindi cha mwezi Disemba pekee ofisi yake imepokea na kushughulikia masuala 645 yaliyowasilishwa na vijana kutoka mikoa mbalimbali nchini. Katika taarifa yake, Waziri Nanauka alisisitiza kuwa Disemba umekuwa ni mwezi wa kazi na sio maneno. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa changamoto kubwa zinazokabili vijana ni pamoja na uhitaji wa ardhi kwa uwekezaji, ukosefu wa ajira, changamoto za mikopo ya elimu ya juu na migogoro wa kodi na mamlaka ya mapato Tanzania yani TRA. Akielezea mifano ya utatuzi huo, waziri alimtaja mjasiriamali Abdul Juma Akibaha ambaye alikuwa akikwama kupata ardhi ya uwekezaji. Kupitia wizara hiyo, kijana huyo aliunganishwa moja kwa moja na mamlaka ya uwekezaji TISEZA. Vilevile mjasiriamali Baraka Simon wa Dodoma ambaye biashara yake ilifungwa na TRA kimakosa alisaidiwa na biashara hiyo ikafunguliwa ndani ya muda mfupi baada ya uhakika wa taarifa za kodi. Ufanisi huu unatoa jibu kwa hoja zilizotolewa hivi karibuni na ngome ya vijana ACT Wazalendo ambao wamekuwa wakipinga jukwaa la vijana kwa madai ya kukosa msingi wa kisheria. Hata hivyo, matokeo haya ya wizara yanaonyesha kuwa vijana wanahitaji mfumo unaoweza kufikika yani accessible na unaotumia teknolojia kutatua kero zao sasa hivi. Kwa upande wa ajira, wahitimu 13 waliokuwa wakikwama kwenye mfumo wa ajira poto walitatuliwa changamoto zao baada ya kuunganishwa na wataalamu wa TEHAMA ofisi ya Rais utumishi wa umma. Hatua hizi haraka zimeonyesha kuwa serikali imejikita kwenye falsafa ya matokeo. Kushuka kwenye vijiwe na sokoni, Wizara Nanauka ilibainisha kuwa amefanya ziara katika mikoa Mbeya, Songwe na Songea ambako alikutana na vijana sokoni na kwenye vijiwe vya bodaboda. Katika ziara hizo aligundua kuwa vijana wengi wanakatishwa tamaa na kukosa nafasi ya kusikilizwa na kucheleweshewa masuala yao katika ofisi za umma. Na nukuu, "Nilikuta kukosekana kwa uwiano wa taarifa za fursa, jambo linalowakatisha tamaa vijana na kujenga chuki miongoni mwao," alisema Nanauka na kuongeza kuwa falsafa yake ni kufanya mambo kwa kasi, kufikika na kutumia teknolojia. Kuanzishwa kwa wizara hii na hatua hizi za sasa ni utekelezaji wa ahadi ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa wakati akihutubia bunge la 13 ambapo aliahidi wizara maalum itakayoshughulikia changamoto za vijana ikiwemo ukosefu wa ajira. Wakati upinzani ukiendelea kusisitiza sheria namba 12 ya mwaka 2015 wa Baraza la Vijana, takwimu za sasa zinaonyesha kuwa jukwaa la vijana na kasi ya wizara hiyo ndio nyenzo inayotoa majibu ya haraka kwa vijana aliyoko mtaani leo. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.